cha nchi ya Israel kama tunavyoifahamu sasa. Imeanzishwa kwa azimio la Umoja wa Mataifa, kwa azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lililopelekwa na Waingereza, likakubaliwa na Warusi. Mataifa makubwa yaliyokuwa yameshinda vita, Warusi na Wamarekani, hawakuweka kura ya turufu. Kwa hiyo walishiriki na wao katika kuanzishwa kwa hili taifa la Israel tunalolifahamu leo. Kwa hiyo haijaanzishwa kwa amri ya Mungu, imeanzishwa kwa azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kwenye eneo ambalo tayari lilikuwa na watu, lilikuwa na Wapalestina. Sasa ni muhimu kufahamu hilo azimio la Umoja wa Mataifa namba 181 la mwaka 47 lilisema nini? Usipofahamu haya, utapeperushwa tu na mawimbi ya nini, ya propaganda za nini zinazoletwa sasa hivi. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa walisema hivi: hawa Wayahudi wachukue eneo ambalo walikuwa ni watu 650,000. By 1947 walikuwa roughly 650,000. Waarabu wa Palestina walikuwa roughly 1,300,000 na ushe, mara mbili ya idadi ya Wayahudi waliokuwepo. Sasa azimio la Umoja wa Mataifa likasema hawa watu 650,000 wapewe 56% ya hiyo nchi ya Palestine. 56%. Wako 650,000 wachukue 56% ya eneo la Palestine. Waarabu wakakataa. Kumbuka hili ni azimio la Waingereza, ni azimio la Waingereza wakiungwa mkono na Wamarekani na mataifa mengine ya kwao ya Ulaya na Urusi na nini. Sasa tunachukuaje asilimia, wanachukuaje eneo kubwa? Maeneo yetu ni maeneo yetu, sisi tutaenda wapi? Sasa katika azimio likapitishwa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa, lilipitishwa kwamba Israel, taifa la Wayahudi waunde taifa lao katika asilimia 56 ya Palestine. Wayahudi walikuwa na nguvu za nini, za kijeshi, kama nilivyosema, wana nguvu za kiuchumi, wana ushawishi mkubwa katika maeneo mbalimbali ya nini ya dunia. Kwa lilipopitishwa lile azimio la Umoja wa Mataifa, wakaingia sasa kijeshi. Wamepata kibali cha jumuiya ya kimataifa. Sasa wakaingia kijeshi. Kwa vita ya kwanza ya Wayahudi na Waarabu ni vita ya kuanzishwa kwa taifa la Israel 1947-48. Kwenye vita ile, kwa sababu walikuwa na nguvu za kijeshi, wakawashinda Waarabu, wakayashinda majeshi ya Syria, majeshi ya Misri. Wa Palestina wenyewe hawakuwa na chochote cha maana, wao fyekwa tu na majeshi ya Jordan. Baada ya ile hiyo vita ya 48, mambo mawili yalitokea na ni muhimu sana.
Wapalestina zaidi ya 750,000 waliokuwa wanaishi katika hayo maeneo ambayo sasa ni Israel walifukuzwa kwenye maeneo yao. Kwa zaidi ya nusu ya Wapalestina, kumbuka walikuwa 1,300,000, zaidi ya nusu, figa zungumzwa ni 750,000 walifukuzwa kwenye maeneo yao, miji yao, vijiji vyao, mashamba yao, majumba yao, wakasambaratishwa. Wengi wakakimbilia kwenye makambi ya wakimbizi yaliyoanzishwa kwa ajili yao Gaza. Gaza, 70% ya wakazi wa Gaza leo ni watoto au wajukuu wa wazazi waliokimbizwa Israel. Wanaishi kwenye makambi makubwa kabisa ya Wapalestina yaliyoko Gaza. Jabalia, Han Yunis, na mengine. 750,000 kupelekwa Gaza. Gaza ilikuwa ni kisehemu kidogo, kilomita 5 kwa ufupi, kilomita 25 kwa urefu. Ina eneo la kilomita za mraba 125. Ikapelekewa influx ya population ya refugees kwa malaki. Wengine waliokuwa maeneo ya kaskazini ya Israel wakakimbilia kwenye makambi yaliyoanzishwa Lebanon. Waliokuwa mashariki ya Palestine wakakimbilia kwenye maeneo ya Jordan. Jordan ina Wapalestina wengi zaidi kuliko wakazi wake wa asili, na Wapalestina hawa ni watoto au wajukuu au vitukuu wa wale waliofukuzwa kwenye vita ya kwanza ya Wayahudi na Waarabu 1948. Kwa taifa la Israeli linazaliwa namna hiyo. Kitu cha pili muhimu cha 1948 ni hiki kwamba, kumbuka azimio la Umoja wa Mataifa 181 lilisema Wayahudi wanapewa asilimia ngapi? 56. Kufikia mwisho wa huo mwaka, vita imekwisha, walikuwa wamechukua asilimia 80 ya eneo. Kwa Waisraeli waliongeza eneo kwa kutumia mabavu ya kijeshi, wakachukua maeneo asilimia nyingine 24 ya maeneo ya eneo hilo la Palestine. Wapalestina wakabaki katika maeneo mawili ambayo leo unayasikia sana: Gaza na West Bank. Na West Bank ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Jerusalem Mashariki ni eneo la Wapalestina. Kwa mujibu wa mgawanyo wa 1948, na hata baada ya Waisraeli kushinda vita hiyo, vita ya kwanza, East Jerusalem ilibaki kuwa eneo la Wapalestina. Lakini kwa hiyo kuna hayo mambo mawili makubwa. Nakba ni janga, catastrophe. Wayahudi, Waisraeli na Waarabu wa Palestina wanaita hiyo 1948 wanaita Nakba, janga, mwaka wa janga. Walinyang'anywa maeneo yao makubwa, miji yao, vijiji vyao, mashamba yao, majumba yao, wengi wakauawa kwa maelfu, wengine wakakimbizwa kuwa wakimbizi Gaza, kuwa wakimbizi Lebanon, Jordan na kwingineko. Na pili, Israeli ilichukua eneo lao
kubwa zaidi kuliko ilivyogawiwa na Umoja wa Mataifa mwaka 48. Hiyo ndio janga wanalozungumzia wa Palestina. Ready to turn your ambition into a global career? Join us on March 7th for USIU Africa